Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Amen. Kwa majina naitwa Obedi Humphrey, ni mfanyabiashara na mashine na kiwanda mashine ya usagaji wa unga, na nauza na kununua nafaka. Ni biashara ambayo naifanya, na hilo wazo nilikuwa nalo, maana ili uweze kufanikiwa lazima uwe una wazo, na hilo wazo lazima uliendeleze. Na katika kimsingi hilo wazo tuliite ni maono. Na ili uweze kufika kwenye maono, unaweza kuona Kanani yako ni pale na una maono, lakini bila kuwa na direction hutaweza kwenda Kanani yako, unaweza kukuta unarudi Misri. Kwa hiyo kila ono lolote lazima uwe na direction kwa ajili ya kuweza kukufikisha kwenye Kanani yako. Kwa hiyo ujue namna gani utakavovuka mto Jordan kutoka Yeriko kwa ajili ya kuweza kwenda Kanani. Kwa hiyo maono lazima yawe na direction kwa ajili ya kuweza kufikia hilo jambo, na ukiweza kufikia kule ndio utakuwa umepata ule ufunuo au ule udhihirisho wa ile biashara. Kwa hiyo mimi nilitembea katika mawazo mengi najaribu kuyafanyia kazi kulingana na muda, kulingana na mtaji, kulingana na ujuzi na uzoefu katika hayo masuala. Kwa hiyo ya kwanza nilifungua hii biashara ya mashine ya unga, kukoboa na kusaga, uzaji wa nafaka. Hiyo ilikuwa ndo naifanya. Lakini pia katika biashara kuna mambo ya ushindani, kuna soko, kuna mambo ya manunuzi, kuna sheria za nchi na mambo mengine ya ubunifu mwingi wafanya biashara kama hao. Kwa hiyo biashara utaifanya inaweza ikawa nzuri kabisa, lakini sio wewe tu unaifanya peke yako, kuna wengine wanakuwa wanaifanya. Kwa hiyo kama mimi nikaamua kuwa pamoja na hiyo biashara, lazima nikafanya kitu anaita kuchepusha vihatarishi. Nikawa na biashara nyingine zaidi ya ile, kwa ajili unasema labda hii isije ushindani kama mkubwa ikayumba, kwa hiyo lazima unakuwa na plan B. Kwa hiyo katika wachumi wa hasibu tunaita kuchepusha vihatarishi, diversification of risk. Yes. Ngoja. Kama hujaenda kokote, nataka neno moja tu kwako. Wewe ulishafanya kazi, si ndio? Kitu gani ilikuwa kuaje? Na watu wanaofanya kazi sometimes wanaamini kwenye kazi zao. Sawa? Ni kitu gani kilikufanya ukafungua biashara? What made you to open a business? Kitu gani kilikufanya ukaamua kufungua biashara kubwa ya namna hiyo? Asante. Kimsingi mimi ni mtumishi, mimi ni mkaguzi wa hesabu, auditors. Naweza kusema ile ni Kanani yangu, lakini unaweza kuwa na Kanani ukaamua ikawekea hiyo Kanani ukawekea iwe na mitaa. Kama kazi yangu ile ya ukaguzi wa hesabu, ile ilikuwa ni Kanani, ilikuwa ni mtaa wa kwanza, lakini kaona hii sijatosheleza, maana na mimi namuomba Mungu kibali, maana kibali ni Mungu akupe upendeleo wa maendeleo. Kwa hiyo mimi kibali changu nikaomba Mungu, naomba unipe upendeleo wanaweza kutengeneza mtaa pili katika Kanani. Ndio maana nikaamua kufungua hiki kiwanda cha usagaji wa mashine. Kwa hiyo timezi watu wote walioajiriwa hapa wanaweza kufanya biashara, wakawa na Kanani yenye mitaa. Praise God. Kanani yenye mitaa. Inosha mkono wako, sema Bwana Yesu, unipe Kanani yenye mtaa. Unipe Kanani yenye mtaa. Mheshimiwa Obedi, mshauri kijana aliko mahali hapa ambaye hasa nifanya kazi, aanzeje? Anawezaje kumanage kazi na biashara kama akitaka kufanya biashara? Asante. Ukiwa ni mtumishi
wa serikalini au sekta binafsi unayetaka kufanya biashara. Tunatumai huko tunapoajiriwa huwezi ukapata fedha ambayo ikatosha kwa ajili ya kuweza kufanya biashara. Kimsingi ndio maana nikasema tuishi kwenye maono. Unajua Kanaani yako iko pale. Kwa hiyo unaweza ukaweka pamoja, unakuwa na pesa ya matumizi, lakini kuna fedha unahifadhi kwa ajili ya kuinvesti, unakuwa unaweka kidogo kidogo. Unajua nitaajiriwa ndani ya miaka 5, let's say, lakini kuna fedha ninakusanya, ninaweza kukusanya pesa kidogo kidogo, na baadaye ninaweza kwenda kuchukua benki nikafanya kile kitu cha ndoto yangu. Lakini pia inaweza ile ndoto yako isifikie, unaweza ukabuni biashara nyingine ambayo itakuwa inakuongezea mtaji kwa ajili ya kuweza kufikia ile. Kwa hiyo unaweza kukuta ndani ya miaka 10 yale maono yako ukawa unaishi na kuyatembea. Kwa hiyo mimi ni washauri, usiache kazi, endelea kufanya kazi, lakini endelea kusave fedha kwa ajili ya kuweza kufanya hilo jambo. Thank you.